Mtazamaji wa Sajabe TV bwana, kama kuka yes bwana, karibu sana mtazamaji wa Sajabe TV, na leo ninakupa dondoo za AFCON. Kumbuka kwamba jana ilikuwa ni tamati kwa mechi 16 bora ambazo zimeweza kutamatika, na sasa stage inayofuata ni robo finali. Sasa hadi kufikia jana kwenye 16 bora, AFCON imekuwa ni nzuri zaidi. Kwanza ikianza na waandaaji walioandaa mashindano, na wazungumzia nchi ya Morocco, wameweza kuandaa mazingira mazuri anzia na viwanja ambavyo wameweza kuviandaa kuelekea kwenye mashindano husika. Mohamed watano na viwanja vingine vimekuwa kwenye ubora mkubwa sana, na hali iliyopelekea hata wale wachezaji ambao wanacheza barani Ulaya wameweza kuthibitisha kwa ndimi zao kwamba viwanja vimekuwa bora sana. Lakini kitu kingine ambacho kimeweza kuvutia watu wengi kwenye AFCON ya 2025 pale nchini Morocco ni ubora wa wachezaji ambao wanacheza vilabu vya Ulaya na wamefika kwenye timu zao za taifa. Zamani kidogo kulikuwa kama kuna zana ambayo imejengwa kwamba hawa wachezaji ambao wanacheza vilabu vya Ulaya wakifika kwenye vilabu vyao wamekuwa hawatupi zao ambalo wanaonyesha kule, lakini kwa AFCON ya 2025 pale nchini Morocco imekuwa ya kitofauti sana. Mfano mdogo, mtu kama Mbemo ambaye anacheza Manchester United amekuwa kwenye ubora wake mkubwa sana. Angalia, amefika nchini Ivory Coast chini ya mwalimu Faye, amekuwa amempa kile kitu ambacho alikuwa anamuonyesha mwalimu Amorim. Tupilia mbali mchezaji kama Amad Diallo ambaye alikuwa kwenye klabu yake Manchester United, lakini amefika kwenye timu yake Ivory Coast amekuwa ni mtu mwingine kabisa. Mohamed Salah kwenye timu yake ya mchezaji kama Mohamed Salah ambaye anachezea pale Liverpool amefika kwenye nchi yake ya Misri, ametupa ubora ule ambao ametupa kule. Kuna kundi kubwa sana la wachezaji, Victor Osimhen, Ademola Lookman, wapo wengi sana. Kwa hiyo hii yote ni ubora wa wachezaji ambao watu wengi wa Afrika wengi tumeweza kuvutiwa na viwango vyao. Lakini kitu kingine ambacho kimeweza kunifurahisha sana hata mimi mtangazaji na kutangazia bwana, ni kama kuka upande wa mashabiki pale nchini Morocco wamekuwa na mvuto wao wa kipekee. Nikianza na shabiki aliyejizolea umaarufu sana Michael Kuka, ambaye anaweka mkono namna hii kumwenzi yule kiongozi ambaye alikuwa pale DRC Congo, ambaye sanamu lake liko pale. Ameweza kuwa kivutio kikubwa sana kwenye mashindano tokea mwanzo hadi kwenye 16 bora ambapo timu yake ya DRC Congo iliweza kutolewa dhidi ya Algeria. Kwa hiyo hivi ni vivutio, licha kuwa kulikuwa na mashabiki wengine kama Mama Joy ambao wamezoeleka kuwepo kwenye AFCON kadhaa zilizopita nyuma, lakini bwana Kuka ametisha sana. Nakubali kile kitu ambacho ameweza kukifanya, lakini pia ubora wa vilabu kwa timu zote ambazo zinaweza kushiriki, tumeweza kupata testi kamili. Timu kama Tanzania imeenda kwenye AFCON yake mara 3, lakini ubora ambao wametupa, tumeenda kucheza 16 bora na Mungu akuwa upande wetu, tumeweza kutolewa na Morocco. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vimeweza kuwafurahisha, ni kama surprise package ambazo zimeweza kuwavutia watu pale nchini Morocco. Lakini dondoo nyingine ambayo imeweza kuwavutia watu pale nchini Morocco ni newcomers, hawa wachezaji ambao kwa mara ya kwanza wameweza kuitwa kwenye timu zao za taifa na wamefanya maajabu. Kuna mchezaji kama Brahim Diaz ambaye ameweza kufanya vizuri sana, kumbuka anacheza pale Real Madrid. Lakini kuna mchezaji mwingine yuko pale nchini Ivory Coast, Diallo toka pale Manchester United, amefika kwenye mashindano, amekuwa gumzo kutokana na kiwango chake kuwa kwenye ubora wa hali ya juu sana. Kwa hiyo hizo dondoo ambazo zipo pale nchini Morocco tokea kwenye makundi, hatua ya makundi hadi 16 bora.